Qur'an ni kitabu kilichoandikwa na mwanadamu na kina makosa ya kibinadamu mengi sana. Makosa ya kijiografia, makosa ya kisayansi, makosa ya kihistoria yako chungu nzima katika Qur'an. Japo Waislamu wengi hawajui hili. Na hata wale wanaojua wanaleta story nyingi kujaribu kuleta maelezo ambayo hayana kichwa wala miguu. Safari hii katika awamu hii yetu ya 6 na kwenda kukuonyesha mojawapo ya hizi makosa zilizomo katika hii Qur'ani. Na mara hii na kusomea kosa mojawapo ambao ni ile historia la wazi kabisa. Hii linapatikana katika sura ya 20 ya Qur'ani, aya ya 85 mpaka 87 na kwenye aya ya 95 ya sura hiyo ya 20. Na kwenda kukusomea. Na kusomea aya ya 85 mpaka 87 katika sura ya 20, nasema hivi: akasema, yani huyu ni Mungu anazungumza hapa, tumewatia mitihanini watu wako baada yako na Samiri amewapoteza. Musa akarudi kwa watu wake kwa ghadhabu kusikitika, akasema, enyi watu wangu, je, Mungu wenu hakukuahidini ahadi nzuri? Je, umekuwa mrefu kwenu ahadi hiyo, au mumetaka kikushukieni ghadhabu kutoka kwa Mola wenu, na kwa hivyo mmevunja ahadi yangu? Wakasema, sasa hapa ni wale wana Israeli wanamjibu Musa, sisi hatukuvunja ahadi yako kwa hiari yetu, walakini tulibebeshwa mizigo ya watu tukaitupa, na namna hivi alitia Samiri. Sasa unaposoma hapa kwa mfano katika aya 84 na 87 anatajwa huyu mtu ambaye anatambulika kama Msamiri. Katika Kiarabu Asamiri. Sasa Asamiri ni Samaria. Kumbuka hiki ni kisa ambacho wakati ule Musa alipokuwa kule kwenye mlima Sinai, Mungu akamwambia ashuke haraka kwa sababu wale wana wa Israeli wamejifanyia ndama wa dhahabu. Na kwa mujibu ya maelezo ni kwamba huyu aliyefanya njama mojawapo kumtengeneza huyu ndama wa dhahabu alikuwa huyu Msamaria. Sasa kumbuka kipindi hiki cha Musa tunazungumzia kutoka hapa sasa hivi kwa mfano, au kabla ya Bwana Yesu, ni kama miaka 1400 kabla ya Bwana Yesu. Lakini Wasamaria ni watu aina gani? Hawa Wasamaria hawakuwepo. Hii jamii ya Wasamaria kipindi hiki cha kutoka kwa hawa Waisraeli kutoka Misri kuelekea kule nchi ya ahadi ya Kanaani, hii jamii ya Wasamaria halikuwepo, kwa sababu jamii ya Wasamaria ilitokana na uhamisho uliofanywa na mfalme wa Ashuru katika ule ufalme wa Israeli, ambao mwaka ule wa 722 hawa wa Ashuru walivamia ule ufalme wa Israeli na kuhamisha wale Waisraeli waliokuwa kule, ambao walikuwa ni makabila 10, na kuwatawanya sehemu mbalimbali. Baadhi yao walipelekwa katika maeneo ambayo yako Irani kwa sasa, mengine upande wa Syria, na mengine mpaka upande wa huku kuelekea ambako Uturuki ilipo sasa. Lakini sasa tukitizama kilichotokea hapo ni kwamba huyu mfalme wa Ashuru alileta makabila ya watu wengine wa ugeni kuwaleta na kuja kuishi maeneo yale ambao aliwahamisha wale wana wa Israeli, yale makabila 10 yalikuwa katika ule ufalme wa kaskazini ambao ulikuwa unajulikana kama ufalme wa Israeli. Huko kusini kulikuwa kunajulikana kama ufalme wa Yuda. Maana ufalme huu wa Israeli uligawanyika baada ya kifo cha mfalme Suleiman. Baada ya kuingia mfalme mwingine baada ya Suleiman, ndipo pakatokea mgawanyiko. Sasa yale makabila yaliyoletwa na Waashuru kuja kuishi katika yale maeneo ambao makabila 10 yalihamishwa, ndio walikuja kufahamika kama Wasamaria. Na jambo hili maana yake lilitokea mwaka 722 kabla ya Kristo. Wakati huo kisa cha Musa kinatokea, hii ilikuwa mwaka 1400 kabla ya Kristo. Kwa hiyo baina ya hichi kisa cha Musa tunachokisoma katika aya ya 85 mpaka 87, na tunaenda kukisoma pia katika aya ya 95. Kwa mfano kwenye aya 95 inasema hivi: Musa akasema, ewe Samiri, ilikuwaje hata ukafanya hivi? Samiri akajibu katika aya 96 akasema, niliona wasioyaona, nikashika sehemu chache ya mwendo wa mtume, kisha nikautupa, na hivi ndivyo ilivyonielekeza nafsi yangu. Sasa huyu Msamaria anajitetea kwa Musa. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba Muhammad wakati anashushiwa hizi aya, au anavyojidai kwamba ameshushiwa, hizi ni aya alikuwa anazitunga tu, na kwa sababu yeye Muhammad alikuwa hajui kusoma na kuandika, alikuwa akisikia hivi visa kutoka kwa Wayahudi wakisoma Torati na kutoka kwa Wakristo, kwa hiyo vikawa vinamchanganya. Anavyosoma anachanganya mambo. Kwa hiyo katika hizi aya akamweka Msamaria katika hizi aya, bila ya kutambua kwamba Wasamaria walikuja zaidi ya miaka 700 baada ya Musa.
Hii jamii wa Samaria ilikuja zaidi ya miaka 700 baada ya Musa, lakini anamchukua huyu Msamaria anamuingiza katika kisa cha Musa, wakati ule wa Musa wametoka kule Misri kuelekea katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo tunaona wazi kabisa haya ni makosa ya kibinadamu na anayafanya Muhammad mwenyewe huyu pamoja na wale wafuasi wake wanakuja ambao baadaye walikuja wakaiandika hii Qur'an na kuikusanya. Makosa haya tunayaona. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu ambaye unakaa unashikilia kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mungu, hakuna ukweli wowote hapa. Haya makosa ni ya kibinadamu. Kama kweli ingelikuwa kitabu kimeandikwa na Mungu, kosa kama hili singalikuwepo. Na tukubali tu kwamba Qur'ani haiwezi kusadikika. Kuna makosa mengi. Nitaendelea kukuonyesha makosa mengine mengi tu ya kihistoria. Huko nyuma nilikuonyesha makosa kadhaa ya kisayansi, kwa mfano ya kuhusu jua kuzama katika bwawa la maji, na kuhusu mfano Qur'ani inazungumzia manii kutengenezwa baina ya mbavu na uti wa mgongo na vitu kama hivyo vingi. Kwa hiyo Qur'ani haiwezi kusadikika kuchukuliwa kama ni kitabu cha Mungu. Hichi ni kitabu cha mwanadamu kilichoandikwa na madamu, ambacho kimejaa makosa chungu nzima ya kibinadamu. Na asante sana, na ninachotaka kukuambia ndugu yangu Muislamu ni kwamba tafakari upya haya mambo unayoambiwa kutoka kwa Waislamu wenzio. Tafakari, kwa sababu hatima ya roho yako ni kitu cha msingi na kutokifanyia mzaha. Islam ni dini ambayo ni ya kibinadamu. Hakuna mapokeo ya kutoka kwa Mungu humu kwenye Qur'ani, na ubatili uliomo humu unakwenda kukuingiza katika moto wa milele. Mungu wa kweli ni Yahweh anayefunuliwa katika vitabu vya Biblia toka mwanzo, tangu anapofunuliwa na huyu Musa. Ukitaka kusoma kisa cha kweli cha Musa, nenda kuchukua Biblia yako, soma kitabu kwa mfano cha Mwanzo, soma kitabu cha Kutoka. Vile vitabu vya kwanza vile vya kwenye Biblia ndivyo vinavyotambulika kwamba ndio Torati. Kwa mujibu wa Wayahudi wanavita Tora, ndivyo mkusanyiko wa Torati. Utaona kisa cha kweli cha huyu Musa na hao wana Israeli. Tofauti kabisa. Vitu vingi unavyovisoma katika Qur'ani kuhusiana na visa vya Musa na hao Wayahudi katika safari yao kutoka Misri, vitu vingi mle ndani vimechachukuliwa katika Qur'ani. Lakini ukitaka kusoma kisa cha kweli, chukua Biblia yako, soma vile vitabu vya kwanza vya Biblia, kuanzia Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi, na Kumbukumbu la Torati na Hesabu pia. Hivi ni vitabu vya kwanza, na unapata historia ya kweli na iliyokuwa sawasawa kabisa, ambayo haina hitilafu yoyote. Asante kwa kunisikiliza, na naomba uendelee kufuatilia mfululizo huu uweze kujifunza mengi, uone jinsi gani huyu mwandishi wa Qur'ani anavyofanya makosa mengi ambayo haiwezekani hata kidogo kwamba Mungu angeweza kuyafanya.